Mtakatifu, tunakwenda mbele ya uso wako mchana wa leo tukisema ni asante kwa ulinzi wako tangu tulipoamka. Mfalme, tunapoenda kusikiza neno lako, kwa pamoja nasi katubariki katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mungu atukuzwe. Ila ninayo huzuni ya kwamba kuna watu wenye afya njema ambao wametoka manyumbani na kusema ya kwamba wanakuja kuleta ibada mbele za Mungu na katika siku hii ya mapumziko ya Sabato, lakini huzuni yangu ni kwamba wameketi nje ya hekalu la Bwana. Bwana asifiwe. Watu hawa tuzidi kuwaombea kwa sababu sikupenda kwao. Unapotoka nyumbani ukiwa na nia ya kufika mbele za Mungu, ulete ibada yako mbele za Mungu, lakini roho ikuingia ya kutoka ukae nje, unaona kwa kila kitu iko sawa kweli? Haiko sawa. Kwa hivyo tuzidi kuwaombea ili kwamba Mungu afanye uzungumze na wao ili kwamba waone umuhimu wa kuweza kuhudhuria ibada kikamilifu ndani ya nyumba ya Bwana. Kwa maana ingekuwa ibada inaweza kufanyika nje, sote tungekaa nje, si ndio kweli? Mungu ametubariki kwa nyumba hii na tunafanya ibada hapa ndani, na panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutakuwa na kanisa kubwa zaidi. Tutakuwa tunajenga kanisa ya nini ikiwa watu hawahudhuria, hawafanye ibada zao ndani ya kanisa, wanataka ukae nje? Kuna uzito hapo wa kufanya ibada ndani ya kanisa kweli? Hakuna. Kwa hivyo watoto wetu wamekaa nje, vijana wetu wako pale nje, na pia mama na wazee wetu wengine wamekaa nje, na ipendeze hata mbele za Mungu. Wacha tuzidi kuombea Mungu ili kwamba aweze kuwanenea. Asante. Ni masaa mengine mazuri ya makaribisho. Naomba kuweza kuwakaribisha tena katika Sabato ya leo. Imekuwa siku 6 za mbio nyingi, lakini Mungu ametubariki na siku moja katika maisha yetu ya wiki hii, ya kwamba tuweze kukaa miguuni pake, tujifunze miguuni pake, tuweze kulishwa miguuni pake. Ni kwa sababu anatupenda ndiposa akatupa nafasi hii. Bwana asifiwe. Kwa ajili hiyo ningependa kuanza makaribisho ya Sabato ya leo. Na makaribisho haya nitaanza kwa njia ya kukaribisha vikundi, kisha nitakuja kwa wageni wetu ambao wametembelea. Na kwa sababu hiyo nyote mjisi mmekaribishwa. Nitaanza na AMM, Adventist Men Ministry. Mmoja aweze kusimama atusalimie. Kama miongoni mwetu tuko na AMM, mmoja anaweza kusimama atusalimie. Happy day, happy Sabbath. Asante sana. Mnasemaje kwa AMM? Asante. Na msiongea kwa uoga. Mnapoombea mtu aishi milele, ongea kwa nguvu na ukiwa na furaha. Amen? Amen. Women Ministry, mmoja aweze kutusalimia. Amen. Amina. Mnasemaje kwa Women Ministry? Asante. Women Ministry tunaomba kwamba mweze kuishi nini? Milele. Kuishi na baraka hizo. Youth, vijana wetu. Amen. Amen. Nasemaje kwa vijana wetu? Karibu sana, tunawapenda na kuishi milele. Vijana mmebarikiwa mweze kuishi milele. Pathfinders. Pathfinders, happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Nasemaje kwa Pathfinders? Karibu sana, tunawapenda na kuishi milele. Pathfinders muishi milele. Adventurers, happy day. Happy Sabbath. Nasemaje kwa Adventurers? Karibu sana, tunawapenda na kuishi milele. Asante kwa Adventurers. Naomba mnaomba mweze kuishi milele. Sitasahau choristers ambao wanatuongoza hapa vizuri. Choristers, mmoja aweze kutusalimia. Amen. Asante. Nasemaje kwa choristers? Karibu sana, tunawapenda na kuishi milele. Asante. Kwa njia moja ambayo ningependa kwamba sote tumekaribishwa kwa kesha leo jioni, kesha ya maombi. Na kwa sababu hiyo
kuna kiongozi wa kwaya ambaye wamepangilia mipangilio ya kesha. Hebu aweze kutusalimia tuweze kumfahamu kiongozi wa kwaya aliye miongoni mwetu. Karibu tusalimie. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Amen. Tunakaribishwa sote. Basi kwa njia ya kipekee tunao wageni miongoni mwetu. Ukiwa ni mgeni, naomba kwamba uweze kusimama tukaribishe, maana tunapenda wageni sana katika kanisa la Kianjuri, na ninaomba kwamba mic hii iweze kutembea pale nyuma kwa ajili ya wageni wetu waweze kutusalimia kupitia kipaza sauti hiki. Asante sana. Kome tembea mpaka pale nyuma. Wageni wetu waweze kusimama tuweze kuwakaribisha. Nina imani tuko nao wageni ndani humu. Asante, karibuni sana. Asante. Tunao wageni. Tutaanza pale nyuma. Kwa kipaza sauti. Asante. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina naitwa Jacinta. Hawa ni watoto wangu. Tulikuwa tunahudumu huko Nairobi West. Hapo Nairobi West hapo karibu na Wilson. Lakini tumeweza kutoka huko. Okay, mimi nimetoka Chogoria. Alafu nikaoleka huku Meru. Sasa tumeama huko Nairobi, tuko tu hapa. Karibuni sana. Mjisikie kwamba mmekaribishwa katika kanisa hili na mjisikie mkiwa nyumbani. Asante. Karibu. Salimie. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Naitwa Suki Karemi, karibu sana. Happy day. Happy Sabbath. Jina nani? Mark Mnene. Asante Mark Mnene, karibuni sana. Asante. Haya, Mike, ikuje hapa mbele. Yes. Happy day. Happy Sabbath. So leo Mungu ametuwezesha sasa anafanya kwa Amen. kama iko ndani hapa nje ni bila kuona sana. So kuna shukrani ya kipekee. Nashukuru kanisa la Kianjuri. So ni simama na sisi sana, nitembelea hospitali hata nyumbani. So nawashukuru sana na Mungu azidi kuwabariki. Hapa tumesimama na sister yangu, yeye ni mgeni Kenya. So akijua vizuri, so lakini anaweza wasaidia hata kama ni kiroho. Utasikia ni Jesus name. Happy day. Happy Sabbath. My name is Esther. I come from Uganda. Amen. Renda kuna yeye ni mwenyeji bwana. Wewe ndio uko na wasiwasi. Amen. Kwa majina anaitwa Esther, lakini nyumbani wanamuita Esther. Kwa hivyo ni mgeni wetu na karibu sana uweze kushiriki pamoja nasi tunapokuwa Meru hapa. Happy day. Happy Sabbath. Kiripo district, lakini niko kwa huku Mugambi. Hapo kwake si washirika, lakini tuko na mtoto wake mmoja huku na nilifurahia. Asante, karibu sana unapokuwa Meru hapa, hudhuria katika kanisa la Kianjuri. Sana
Asante sana. Salamu hizo zinatoka Malindi huko pwani ya Kenya. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya familia ya Rene ambayo walikumbwa na magonjwa, lakini kwa kupitia maombi yenu washiriki, Mungu akafungua njia mahali ambapo hapakuwa na njia. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki kwa upendo ambao ulionyesha kwa familia ile walipokuwa wamevamiwa na magonjwa, na sasa mama anaendelea kutumia madawa na amefika hata kanisani yako hapa. Hakika Mungu wetu anajibu maombi. Amen. Tuzidi kuombeana na kushirikiana katika safari hii ya imani. Wanapokuwa Meru hapa, ni ndugu zetu, ni dada zetu, tuonyeshe upendo wa familia yao ni sisi. Amen. Asante. Napokuja hapa mbele, kuna ambao Mungu ameona ni vyema waweze kushiriki. Naomba mkono wangu wa kushoto, ndugu yangu Nicholas aweze kusimama na kutusalimu. Amen. Asante. Brian, karibu. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Ende karibu. Wasafiri wa mbinguni, kanisa Bwana asifiwe. Amen. Maranatha. Amen. Siku ya leo na wakaribisha katika mwito wetu wa siku ya leo. Niwaambie ama niwakumbushe, Mungu amewaita ili kaweze kutangaza injili ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ndio maana siku ya leo ni siku ya kufunza ama ya kufundisha. Tujifundishe kuhubiri jina la huyu Bwana Yesu. Kanisa Maranatha. Na Mungu wetu aweze kuwabariki. Amina. Asante. Nitamruka aliye katikati, tunaomba aweze kupungia mkono, ambaye ni Roni. Asante. Ndiye atakayetumegea mkate wa mbingu, na ambaye ako karibu nami ni Jessica. Naomba uweze kusalimu. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Have a blessed Sabbath. Amen. Nami ambaye nazungumza nani ni Ada Stafford Mwambingu. Mungu azidi kutubariki. Amen. Before tuendelee na somo letu, ningependa kuwarekebisha kidogo. Mara mingi tuliambiwa kwamba hii ni bye bye na hizi ndizo salamu, si ndio? But bado tunarudia lile kosa. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. My Bible and we are traveling together. My Bible and I. Happy Sabbath. Happy. Tuweze kuomba. Mighty Father Lord, we come bowing our heads at your presence, O Lord, as we open our scriptures and read your word, O Lord. Help us to understand, O Lord, and help us not to misinterpret your holy word, O Lord. May you please be with us and bless us, for it is in Jesus' name we do believe and pray. Amen. From the book of Isaiah chapter 6, verse 8, the word of the Lord says, Then I heard the Lord say, Whom shall I send? Who will be our messenger? I answered, I will go, send me. I repeat, then I heard the Lord say, Whom shall I send? Who will be our messenger? I answered, I will go, send me. In Swahili it says, Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Hilo ndilo neno la Mwenyezi Mungu. Barikiwe. Happy day. Baada ya somo tunasimama na wimbo nambari 107. Ndipo Bwana nituma. Tusimame
Tupate wimbo namba 107 waliposema sauti ni yake Bwana, sauti ni yake Bwana, sauti ni yake Bwana, kwenda nami tayari, mavuno yanakawia, nani atayavuna? Wahudumu anaita, zawadi atatoa, nani atakayejibu? Ndipo Bwana nitume. Kama huwezi safari hata nchi za mbali, pana watu karibuni wasiomjua Yesu. Kama huwezi kusema jinsi ya malaika, waweza kutangaza upendo wa Mwokozi. Ingawa huwezi kuwa mkesha mlangoni, ukiwatolea watu nafasi ya uzima, kwa sala na kwa sadaka watoa msaada. Kama Haruni mwaminifu kuinua mikono, roho za watu zikifa, Bwana akikuita, usiseme kwa uvivu, hakuna kazi kwangu. Kwa furaha anza kazi ile aliyokupa, ukajibu mara moja, niko Bwana nitume. Walio nje na waweze kuingia ili tuweze kupata sala. Tafadhali, hii ni masaa ya maombi. Naona wanakuja. Tunaomba. Mtakatifu, mtakatifu na Baba wetu ishie mahali pa juu sana mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba, masaa haya ya asubuhi tumekuja mbele zako tukinyenyekea, Mungu wetu, uweze kutusamehe dhambi na makosa Baba, kupitia damu yako iliyomwagika pale msalabani, ukatutakase, ukatuoshe, ndipo masaa haya uweze kusikia maombi yetu na jina lako litukuzwe. Uinuliwe milele zote, utukuzwe Baba unapokuwa katika kiti chako cha enzi. Yesu, asubuhi ya leo Baba, tumeleta familia kina Bundi mkononi mwako, wale wameachwa na wazazi wao,
Mungu wetu kawafariji, maana wewe ndio mwenye kufariji. Baba, simama na familia hiyo Baba, hata kama ni fedha na Baba wanahitaji Baba, ukaweza kuwafungulia njia na yote yawezekane kupitia kwako Mfalme. Baba wetu, kanisa hili naikabidhi mikononi mwako kwa njia ya kipekee. Baba, ndio ulianzisha kanisa hili, na Mungu wetu uweze kubariki kanisa hili pamoja na mipango yake. Baba, tunatazama kujenga kanisa ya kukuabudia kila wakati Mungu, lakini Yesu kaijenge wewe mwenyewe, maana ni nyumba yako. Baba, tunahitaji fedha na dhahabu nyingi ya kuweza kukufanyia kazi, lakini Mungu, tunajua fedha na dhahabu ni vyako, utapeana kadiri na mapenzi yako. Jina lako litukuzwe. Baba, washiriki wetu wa kanisa hili la Kajole Baba, na wakabidhi mikononi mwako. Wale wengi Baba wamelemewa na magonjwa, lakini masaa haya Yesu kawaguze na mkono wako uponyaji. Mungu wetu, jina lako litukuzwe kwa sababu wewe ni mtakatifu. Tunakwambia ni asante, maana wewe ni Mungu. Wakati huu Yesu, wiki tunapoanza kesho Baba, wiki hii Baba, watoto wetu wanarudi shule. Mungu wa mbinguni, kawa pamoja na wao Mfalme, kawaongoze. Roho wako Mtakatifu Mfalme akaongoze watoto hao kanisa hili, Mungu wa mbinguni, ili waweze kuenenda wakikujua na wakikupendeza, maana tabia zao zitakuwa sawa. Mfalme wetu, tunakwambia Baba, tunajua kwamba roho shetani anatembelea watoto wetu, lakini Baba, masaa haya Baba tumekuja mbele zako. Simama na watoto wetu Mungu, maana ndio kanisa la kesho mtakatifu. Baba, bariki wazazi ambao wako na kibarua kikubwa Baba ya kusomesha, hawana fedha na dhahabu Baba, lakini Mungu wa mbinguni, tunakutegemea, maana wewe ni mwokozi wetu. Baba, mnenaji wa siku ya leo Mfalme, ukanene kuwa ndani yake mtakatifu, anaponena anene yaliyo mapenzi yako Yesu, nasi tunapokusikia Baba wa mbinguni, ukaweza kutuongelesha, maana sisi ni watoto wako. Baba, tunaungama dhambi na makosa Mfalme wetu, hatuongoze, hatuepushie magonjwa, hatuepushie mambo mabaya Mfalme, nasi Baba tutaondoka na kutangaza neno lako. Baba, kanisa hili tuandae kwa sababu ya kuja kwako mara ya pili, na uweze Baba, na siku ile utakapokuja Baba tuweze kukuona na kukusikia Baba, tukisema Baba, wewe ndio tulikuwa tunangojea ukuja mara ya pili. Tuongoze mahali pasipo wewe tutaweza. Tunakwambia ni asante, maana wewe ni Mungu. Hilo ndilo ombi letu katika jina lako Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu, tunaomba na kuamini. Amen. Sasa ni wakati wa zaka na sadaka. Baada ya kuzika tusimame. Tuombe. Bwana Yesu, tumekuja wakati huu, tunamwambia ni shukrani kwa siku sita zilizopita. Zote tulipitia mambo tofauti na tunakushukuru kwa yote. Tunakuambia kubariki kazi ambazo tulikuwa tukifanya, na wale ambao hawana kazi tunaomba uwasaidie na njia ambazo watapata kazi za kufanya. Kwa sasa kwa wakati wa kulipa zaka na sadaka, tunaomba ya kwamba tubariki zote, wale ambao wako na kurudisha na wale ambao hawana, na kwa katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Bisa kwa watoto kuiba toka na mtuko ya moja
Sasa Bwana
Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. So, nitaanza hadithi ya watoto kwa wimbo ambaye anaujua nisaidie kuimba. Ni chorus pekee. Shusheni nyavu zenu, Bwana asema mjaribu tena. Mjaribu tena, mjaribu tena. Japo umesumbuka usiku kucha, wanafunzi wakarudisha nyavu majini. Samaki tele na wote wakashanga. Leo jambo moja Yesu akiwepo, yasiyowezekana yanawezekana. Shusheni nyavu zenu, Bwana asema mjaribu tena. Tuombe. Mighty Father, Lord, we come before your presence right now, Lord. As I deliver this story to your children, O Lord, may you give them understanding, O Lord, and may they do as it says, O Lord. Be with me, give me courage, O Lord, for it is in Jesus' name we do believe and pray. Amen. Happy Sabbath again. Happy day. Kulikuwa na familia moja, na kwenye hii familia baba ambaye ni kiongozi wa hii familia alikuwa ni nahodha. Kwa Waingereza wenzangu, he was a captain. And he had a son. Tumuite nani? Watoto, tumuite nani? Tumuite nani? Andrew. Aya, tumuite Andrew. So, baba Andrew siku moja akaamua anataka on his next trip, ama ni akienda kupeleka watu kwa mji mwingine ambapo ni baharini, because he was a captain, atamchukua mwanae na wataenda na yeye. Kwa hii siku Andrew alikuwa na furaha sana na alikuwa anatamani sana siku moja aweze kuwa nahodha kama babake. So ndo akajitayarisha vizuri, asubuhi na mapema wakaamka na wakaenda kwa shipi yao. Walipoingia mle ndani, Andrew alienda kuketi kwa watu wengine na babake akaenda kufanya kazi yake huko. Walipokuwa safarini, mawimbi yalikuja, na yalipokuja ile shipi yao ikaanza kuyumba. Na ilipokuwa ikiyumba, mahali Andrew alikuwa ameketi hakufanya lolote. Wengine wanalia, wanaanza kuomba, wanapiga magoti, wanaita Mungu, eti sijui nini, nitaacha magari yangu, nitafanya. Alafu mzee mmoja alimuona Andrew alipokuwa ameketi. Akamuuliza Andrew jambo moja. Andrew, nikuulize. Hakuwa anajua jina yake zamani. Akamuuliza, wewe kijana, nikuulize, hivi vile shipi na yumba, uogopi kuyapoteza maisha yako? Kwa nini umetulia hivyo, upigi nduru, umuiti Yesu aje kutuokoa? So kijana tu alismile, ambayo ni kitu ilishangaza kila mtu pale ndani. Alismile akamwambia, baba yangu ni nahodha, na baba yangu kama nahodha siogopi lolote. Najua tutafika salama. Amen. Amen. So kwa hii story, yule kijana ni kama sisi. Sisi ndio Andrew sasa. Na nahodha ni nani? Nahodha ni Yesu. Na nahodha wetu ndiye Yesu, hatufai kuogopa lolote. Kuna mawimbi mengi katika haya maisha. Kuna changamoto mingi ambazo tunapitia, lakini hatufai kuyumba, hatufai kuogopa, kwa sababu nahodha ndiye nani? Our captain is Christ Jesus. And with him tutafika salama. So believe that. Na tuimbe hata chorus. Nahodha wangu ndiye Yesu. Tuimbe. Nahodha wangu ndiye Yesu. Safarini ataniongoza, japo safari iwe ngumu, atanivusha ng'ambo. Anaongoza kwa hekima, anawajali walio wake wanapokuwa safarini.
Praise God. Amen. Hata kama ninaogoga, nahodha wako ndiye Yesu na hufai kuyumba kwa lolote. Sawa? Ukiyumba unamwonyesha shetani kwamba you are falling into his trap. So to avoid that, nahodha wako ndiye Yesu. Na from today, uwe ni wimbo wako wa kila siku. Unapoamka muite Yesu, mwambie wewe ndio nahodha wangu na siogopi jambo lolote nikiwa na wewe. Tuombe. Mighty Father Lord, we come back at your presence. Thank you for all that you have done for us, O Lord. May you please be with us, for it is in Jesus' name we do believe and pray. Amen. Thank you. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Nahodha wetu ni nani? Yesu. Amina. Ni wakati mwingine mzuri hapo umefika wa kuweza kukaa kimya na kutulia na kusikiza mhubiri wa leo, kile ambacho Mungu ameweza kumtuma aweze kutuletea. Mhubiri wetu si mwingine ni ndugu yetu Roni. Naomba pamoja naye anamkaribisha Roni. Karibu sana uweze kunena. Mliopendwa na Kristo na wasalimu wa mjano. Mungu ni mwema na siku zote. Okay. Nafahamu masaa yameenda sana. Nataka tu mnipe masaa mawili, sitasonga sana. Natumai hakuna atakaye zirai kabla hatujasikia neno la Mungu, ndio? Haya, kabla sijaendelea sana, acha nijitambulishe. Kwa majina naitwa Roni Weti, mshiriki wa hapa, na pia nashukuru Mungu kwa nafasi hii. Ningependa tupate ombi. Mtakatifu, tunakuja mbele ya uso wako tukisema ni asante kwa nafasi nyingine ya Mfalme umenipa ya kunena na wana wako. Yote nitakayoyanena wacha yasitoke kinywani mwangu, bali yakatoke kinywani mwako Mfalme. Anza nasi na umalize nasi, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Haya, kama mnavyofahamu, leo ni siku ya personal ministries ama huduma binafsi. Ni wangapi wanafahamu personal ministries na maana gani? Kwa mkono juu. Kama unafahamu the true meaning of personal ministries, mkono juu. Asante. Kama ufahamu maana ya personal ministries, mkono juu. Asante. Wengine hatujui kama tupo kwenye giza kama tupo kwenye nuru. Tumechanganyikiwa. Okay, nitaweza kutumia lugha ya Kizungu na pia Kiswahili kwa mchanganyo. Natumai tutaweza kusafiri pamoja katika hili dua. Haya. Personal ministries ama huduma binafsi inahusika sisi kama watu binafsi kuieneza ama kusambaza imani yetu na kujenga uhusiano na pia kutumikia wengine katika miji yetu ama katika maeneo ambayo tunaishi. Kwa muhtasari wa kanisa ama injili ambayo tunaieneza katika kanisa letu la Kiadventista, personal ministries tunaweza kuiweka in a specific department that ya kwanza tunaambiwa ina provide resources and training for members to engage in soul winning and outreach activities. Ya pili tunaambiwa ina work to mobilize and inspire church members to become more active in ministry. Ya tatu inaambiwa it focuses on building relationship and making disciples. Title yangu ikiwa ni I am here, send me.
ama wito wa kibinafsi, ndipo hapa nitume. Tumeweza kusomewa katika kitabu cha Isaia 8 ambayo inasema na nikasikia sauti ya Yesu ikisema, nitamtuma nani? Nami nikasema, nipo hapa Bwana, nitume. Personal ministries is not reserved for pastors or evangelists. Wengi tunadhani huu wito wa kibinafsi umewekwa pale ama umetengwa kwa wahubiri na waeneza Injili, lakini la. Personal ministries is reserved for all of us. It is a calling for every believer. Mnakumbuka maneno ya Yesu ya mwisho ambayo alisema katika kitabu cha Marko 16:15 ambayo inasema, go into all the world and preach the gospel to every creature. Hili agizo, it is a mission and a privilege that every believer is a vessel. Every believer is a vessel chosen to carry the light of Christ into the darkest places. Where was the biblical foundation of the personal ministries? Msomaji wangu alisomea kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo 28:19 mpaka 20, tuweze kujua hii jina personal ministries ilitoka wapi. Msomaji. Inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Hayo ni maneno ya Yesu Kristo kwa wanafunzi wake alipomaliza kazi ya utumishi hapa duniani. Anawaambia, nendeni mkawafanye mataifa yote. Hajasema taifa, amesema mataifa. Mkawafanye nini? Wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Swali ni je, umewafanya wangapi kuwa wanafunzi katika nyumba ya Baba? Hilo ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza kama sisi watu binafsi. Jiulize kama mimi Roni, nimewahubiria wangapi? Nimewafanya wangapi kuwa wanafunzi wa Kristo? Ni wangapi wamebatizwa kwa njia ya Injili yangu ama kwa sauti yangu ambayo naitoa siku ya leo? So swali kwetu sisi, ikiwa ni siku ya huduma ya kibinafsi, swali ni kwako wewe mwenyewe kibinafsi, umewafanya watu wangapi kuwa wanafunzi? Ukisoma kitabu cha Timotheo 4, msomaji, mlango wa 2, inasema namna gani? Timotheo wa 2 4 mlango wa 2 mstari wa 2. Timotheo wa 2:4 nasema namna gani? Inasema, to preach the message, to insist upon proclaiming it, whether the time is right or not, to convince, reproach, and encourage as you teach with all patience. Kwa Kiswahili inasema, lihubirini neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa.
karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. So hii verse inatuambia ya kwamba tuwe tayari kueleza injili ya Yesu. In season, out of season, whether ready or not ready, be ready to spread the gospel of the Lord. Amen? Amen. Tunaambiwa these scriptures affirm that sharing the gospel is both a duty and an act of love. The world is in need of our truth, and we are God's messengers. Haya mafungu ambayo tumesomewa pale yanatuambia ya kwamba kulihubiri neno la Mungu si pekee kama jambo ambalo tumeitua, lakini ni tendo la upendo kwa walimwengu wote. Nakumbuka kota hii tulikuwa na maombi ya vijana na tulikuwa tunaongelelea kuhusu kueneza injili kwa mataifa yaliyo mbalimbali. Mojawapo ya yale makabila tuliweza kuzungumzia pale, tulikuwa na watu ambao pia tunaishi na wao huku. Kwa mfano, tuko na Wahindi ambao wanaabudu miungu ya sanamu, Krishna. Pia tuko na Buddhas, wale wanaabudu miungu ya Buddha. Tunapata ya kwamba kuna watu ambao hawajaifikiwa na injili ya Kristo tangu kuzaliwa kwao. Walizaliwa wakakuta miungu ikiabudiwa, na hadi wa leo hawajaipata mtu wa kulieneza injili pale. Na ndipo tukaulizana, hawa watu tutaweza kuwaelezea injili namna gani? Tukumbuke hizi nchi ambazo wanaabudu miungu zinakuanga tourist attraction sites. Ni watu wengi sana hupenda kujua jinsi hawa miungu wa Buddha wanakaa. Na ndipo tulikuwa tunasoma, tunaona ya kwamba hizi nchi zinaweza kutembelewa na tourists wengi sana. They record the highest rate of tourists traveling their countries each and every decade. Na kwa hao tourists hakuna hata mmoja ambaye anapatikana pale wa kulieneza injili. Ni kwa nini? Na amri ya Yesu ilituambia ya kwamba enendeni kote ulimwenguni mkawafanye wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Mwana Kondoo. Lakini je, hii amri tulipewa na Kristo kweli tunaitimiza? Huenda usiwe na uwezo wa kupanda ndege uende mpaka India ukahubiri neno, lakini si tuko na Wahindi hapa Kenya? Wapo ama hawapo? Hata si Kenya, si wako hapa Meru wengi sana, si ndio? Umefikia mmoja ukamwambia, je, na unafahamu ndugu kuna Kristo? Kunaye umefikia hata mmoja? Swali tujiulize. Wacha tuone mifano katika Biblia ya watu ambao waliweza kuingia katika hii huduma ya kibinafsi na mambo ambayo waliweza kupitia. Tuweze kupata mfano mmoja wa mtu aliyekuwa anaitwa Apostle Paul. Tunaambiwa Apostle Paul traveled extensively to preach Christ's mission, but often beaten, imprisoned and rejected. Tusomewa Wakorintho wa pili 11:24. Msomaji kwa haraka sana. Wakorintho wa pili nasema Wayahudi mara 5 nalipata mapigo 40 kasoro 1. 15. Mara 3 nalipigwa kwa bakora, mara 1 nalipigwa kwa mawe, mara 3 nalivunjikiwa jahazi, kucha nimepata kukaa kilindini. Anasema huyu ni Paulo analicount mambo ambayo aliweza kupitia kwa sababu ya kueneza injili ya Kristo. Tunaambiwa kwa Wayahudi mara 5 nalipata mapigo,
nalipata mapigo 40 kasoro moja. Mara 3 nalipigwa kwa bakora, mara 1 nalipigwa kwa mawe, na mara 3 nalivunjikiwa jahazi. Kucha nimepata kukaa kilindini. So tunaambiwa despite ya haya mambo yote ambayo Apostle Paul alipitia, ukisikiza hiyo hadithi ya Paulo, ilikuwa hadithi ya kuhuzunisha. Mambo ambayo aliweza kuyapitia akilieneza injili ya Kristo hayakuwa mambo mazuri. Alipigwa, akafungwa, na haya mateso yote aliyapitia kwa ajili ya Kristo. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 28 mstari wa 31 inasema akihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu. Kwa Kizungu inasema preaching the kingdom of God and teaching these things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him. Kuna hadithi ambayo tunaisikianga sana ya The Samaritan. Huyu mwanamke Msamaria alienda kuteka maji na pale akapatana na Kristo. Na mambo ambayo aliweza kuyasikia kutoka kwake Kristo yaliweza kumshangaza sana. Tunaambiwa hiyo ni John 4. After meeting Jesus, she left her water pot and went into the city, saying, "Come and see a man." Joni, mumuone mwanamume aliyeniambia nini? Siri zangu zote na matendo yangu yote. Unadhani hii ama unadhani huo ujumbe uliweza kuingia kwa watu namna gani? Huyu ni mtu ambaye utaipatana naye tena kwa maisha yako. Haumjui hata si wa kabila lenu. Mumepatana naye, ameanza kukuambia siri zako zote ambazo hata watu wako ndani hawazifahamu. Ile ulikuwa ni ujumbe wa kushangaza sana kwa ule mwanamke. Tunaambiwa her testimony led many Samaritans to believe in Christ. Tukiangalia maisha yetu ya sasa, kuna watu ama baadhi ya watu ambao walipitia mambo magumu wakilieneza injili. Tuna mfano wa mtu mmoja alikuwa anaitwa Andrew. Tunaambiwa wakati wa Cold War alikuwa anasimama Bible. Alikuwa akipenyeza Biblia kwa njia ya kisiri kwa wale wapiganaji. Na ulikuwa ni wakati ambao ulikuwa riski sana kupatikana ukieleza injili ya Kristo, ungepata kuuawa. Lakini tunaambiwa despite of the risk, he shared God's word under regimes that bring it, ama banned it. His work led to the founding of Open Doors, a ministry that still supports persecuted Christians. Kuna mtu mwingine alikuwa anaitwa Mary Slessor. Alikuwa wa kutoka Scotland, alikuwa mishonari. Na injili yake alikuwa akieneza na lengo lake lilikuwa kufika Nigeria. Tunaambiwa mwanamke alipitia mambo magumu sana, akapata mateso, magonjwa na pia kukataliwa. Alikataliwa kwa nchi nyingi sana kabla ya kufikisha neno lake. Lakini tunaambiwa through her effort, entire communities turned to Christ and harmful tribal customs were abolished. Amen. Miongoni mwao tuko na watu kama Stephen, kila mtu anamfahamu kwa Biblia, aliweza kupigwa na mawe mpaka akafa.
Tuna watu kama akina Polycarp of Smyrna ambao waliweza kuchomwa. Tunaambia Polycarp aliweza kuchomwa, lakini ule moto haukuweza kumwangamiza, na wale ambao walikuwa wakimchoma kuona vile waliweza kumdunga kwa kisu mpaka wakamwangamiza. Tuko na mtu mwingine aliyekuwa anaitwa James. Unajua habari ya Apostle James ambaye aliweza kukatwa kichwa na mfalme Herode. Kuna mtu mwingine pia alikuwa anaitwa Jim Elliot. Huyu aliishi kutoka miaka ya 1927 mpaka 1956, ambaye tunaambiwa alidungwa mkuki mpaka akafa. Mtu alikuwa anaitwa Graham, aliishi kutoka miaka ya 1941 mpaka 1999. Huyu aliweza kuchomwa pamoja na wanawe wote wawili kwenye gari lao walipokuwa wakisafiri kueneza Injili. Kuna mifano mingi ya watu ambao hatutawataja kwa sasa sababu ya muda, lakini ningependa tuweze kuangalia changamoto ambazo sisi kama Wakristo tunazipitia katika kueneza Injili. Ya kwanza ikiwa ni persecution and rejection. Si watu wengi ama si watu wote ambao wanaipokea habari ya Kristo kwa urahisi. Wengi wao inawachoma. Kuna mahali utapita ambapo utapitaja jina la Kristo na pale utakemewa na kupigwa ama kufanyiwa mambo mengine mabaya. So, persecution and rejection. Lakini tukisoma katika kitabu cha Mathayo, ni 5 ni mstari wa 11, Biblia inatuambia ya kwamba heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno mbaya kwa uongo kwa ajili yangu. Blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for the sake of me. Furahini na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. So, anasema ghadhabu yenu ni kubwa mbinguni nyinyi mnaowaudhi manabii wa Mungu. So, tunapoendelea kueneza Injili tujue ya kwamba kuna persecution na pia kuna kukataliwa. Discouragement and loneliness. Unakumbuka habari ya Elijah? Aliweza kukaa pale jangwani peke yake miaka mingi sana. Alipokatazwa kueneza Injili pale na mfalme Ahabu. Na tunaona ya kwamba alipitia mateso mengi sana, lakini Mungu hakuweza kumwacha. Ukisoma kitabu cha Exodus ni 4 mstari wa 12 inasema, Exodus 4:12 inasema ya kwamba basi sasa enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Akasema, he Bwana, nakuomba tuma kwa mkono wako huyo utakaye mtuma. Elijah aliweza kupitia mateso mengi sana pale jangwani, lakini tunaambiwa Mungu hakumwacha. Aliweza pia kumtumia chakula kwa njia ambayo ilikuwa ya kushangaza sana, kwa kutumia ndege ambao walikuwa wakorofi sana. Na ndege kusafirisha nyama haikuwa jambo la kawaida. Wale ndege wanakuwa wakorofi sana, na lilikuwa jambo la kuonyesha kwamba wakati wako ukifika ama Mungu akitembea na wewe, hakuna jambo ambalo litakuwa ngumu kwake. Na tukifanya hayo yote, accomplishments and fruits of labor ni kama gani? Kazi ya personal ministries tukifanya nini itakuwa matokeo? Ya kwanza tunaona tunaokoa mioyo ya watu.
ama tunageuza mioyo ya watu ambao wamepotea na kuwaleta kwa Kristo. Ukisoma kitabu cha Luke 15:10 inasema kuna shangwe na nderemo kule mbinguni ambapo ama mkosaji mmoja ama mwenye dhambi mmoja anapotubu. So ukiendelea kueneza injili na kulihubiri neno la Kristo na kuwaleta wote ambao wanahitaji neno la Kristo, na wakija kanisani ama wakisikia neno la Mungu watatubu, furaha ipo mbinguni. Tunaona ya kwamba makanisa pia yanaweza kuongezeka na pia miji yetu inaweza kubadilika. Tumeona ambavyo miji imeweza kubadilika baada ya kufungua makanisa mengi hapa tunapoishi. So ni wito wetu kama kanisa ama kama mtu binafsi ya kwamba tuweze kufikishia wengine injili ya Kristo. Na tukifanya vile, kuna kitu inaitwa personal growth in faith, boldness na pia character. Wito wetu ni nini siku ya leo? Tukisomewa katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8, msomaji. Matendo ya Mitume 1:8 inasema, Matendo ya Mitume 1:8 inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. We are all witnesses of Christ, both in church, at home, at work, online, kila mahali. Wacha tukue mashahidi wa nani? Wa Kristo. Wito wetu ni nini siku ya leo? Hebu tuombe kila siku, tupewe nafasi. Tuombe kila siku na kwa nguvu sana tuweze kupewa nafasi ya kueneza injili. Wacha tuweze kuishi na tumaini ama pia na lengo. Let us live intentionally. Tusikue tumechanganyikiwa, hatuko kwenye nuru, hatuko kwenye giza. Wito wetu tumeambiwa kazi yetu ni kutafuta wanafunzi. Na kuwabatiza. Equip yourself through scriptures and discipleship and encourage others to join the mission. Ninapomalizia naambiwa Mungu haangalii uwezo. Anaangalia roho ya kujitolea. Kama Isaia alivyosema, sema pia wewe ndani yako ya kwamba nipo hapa Bwana, nifanye nini? Nitume. Kuna watu ambao tunaweza kuwafikia kwa njia tofauti. Huenda ni kwa sauti zetu, kwa nyimbo, huenda ni kwa mahubiri yetu, huenda ni kwa matendo ya upendo ambao tutawafikishia injili. Kuna njia nyingi na mbadala ambazo tutaweza kuzitumia kufikishia watu injili. Your heart can make an eternal difference to someone's life. So, as I conclude my sermon, our calling today, ama wito wa kibinafsi ama huduma binafsi, ni sisi kwetu kueneza injili kwa wasiofikiwa na injili ya Kristo. Tuwafanye kuwa wanafunzi, tuwabatize kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Mbarikiwe. Baada ya somo tusimama na wimbo wa nambari 107 kwa
unapoenda kufanya ombi hili, hebu kaongea na Mungu akuishie nafsi yako, pia akupe nguvu ya kulieneza Injili. Hebu mwaka usiishe kama hujafanya watu 2 ama 3 kuwa wanafunzi. Kama Isaia aliposema, nipo hapo Bwana nitume, wacha ukawe wito kwetu sisi. Mwambia Kristo upo akutume. Hebu natuombe. Mfalme, nakuja mbele zako sasa kisema ni asante kwa kutufunza na kutuelekeza ya kwamba amri uliyoitoa kwetu sisi ni kuenea kote duniani na kuwafanya wote wanakuwa wanafunzi, tukiwabatiza kwa jina la Mwana na Roho na Mwana na Baba na Roho Mtakatifu. Mfalme, sisi kama wanadamu wadhaifu tuna changamoto nyingi ambazo tunazipitia, lakini Mfalme, tunaomba ukatupe nguvu. Hebu huu wito ama huduma binafsi ikawa ni njia ya kipekee ya kuwaleta wanao katika zizi lako. Katuongoze na katufunze njia mwafaka na ibada ambazo tutaweza kuwaleta wanao katika zizi lako. Katulinde na ukatuongoze katika kila jambo, katika jina la Yesu tunaomba. Amen.